Na kusalimu mtazamaji mpendwa, karibu katika kipindi chetu cha Karamu ya Neno. Ni mimi wako mchungaji SK Ng'ang'a na nakutakia wiki ya mafanikio, wakati ambapo kipindi chetu katika wiki hii tunajadili kuhusu mafanikio. Na tulitanguliza kuongea ufunguo wa mafanikio, tukaongea mizizi ya mafanikio, na hivi leo niruhusu tukaangalia vigezo muhimu ambazo husababisha mtu akafanikiwa katika njia ya kiroho. Na mada yetu ya mafanikio inaongozwa na kitabu cha Yoshua 1:8. Imeandikwa, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, mbali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, nawe ndipo utakapokuwa na kufanikiwa kwa akili. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu mafanikio, mtu fanikiwa katika njia nyingi, na leo tuangalie jinsi ya kufanikiwa katika njia ya kiroho. Na tuombe. Baba wetu uishe juu mbinguni, jina lako tulitukuza. Asante kwa sababu ya nafasi nzuri hii ambao umetupatia kutangaza neno hili. Tunapolirusha Baba, naamini kwamba ni mbegu itakaokuwa. Tunapoliachilia ni mwangaza utakaoangaza na kubadilisha maisha ya mtu, na vile vile Mfalme utazidi kutubariki kwa kazi hii tunayoifanya. Pokea sifa, pokea utukufu. Kumbuka taifa letu ukafanya likaweza kufanikiwa. Kumbuka makusanyiko yaliyoitanishwa na jina lako ukaweza kufanya yakafanikiwa. Yote haya kwa kuamini kupitia jina takatifu teule mno la mwanao wa pekee Masihi Yeshua Mwokozi wetu tumeomba pamoja na kuamini. Mtazamaji mpendo, utakubaliana nami kwamba dunia hupima mafanikio katika hali ya vile mtu alivyo tajiri. Labda ni mtu maarufu sana, ama labda ana cheo cha namna fulani, na vile vile ana mali. Lakini yawe hupima mafanikio kwa namna ya tofauti kabisa. Mafanikio ya kweli lazima ikawa ni mafanikio yanayoanzia katika hali ya kiroho, na mafanikio hayo huonekana katika tabia, huonekana katika ya jinsi mtu ambavyo ni mtiifu, huonekana katika huduma anayoifanya, na mafanikio kilele chake ni pale mtu anapopata uzima wa milele. Na hivyo basi ukweli mambo ni kwamba mtu anaweza kuwa tajiri lakini asiwe na mafanikio mbele zake Baba wetu Yawe, kulingana na mfano ambao Masihi alipeana wa tajiri na Lazaro. Vivyo hivyo mtu anaweza kuwa pia na mali chache lakini awe amefanikiwa kiroho, kwa sababu anaishi katika mapenzi ya Baba wetu Yawe. Na kwa hivyo mtu ambaye ni wa kiroho haeleweki na watu wa kimwili, na huenda akawa kwamba ni maskini hohehahe lakini ametajirika katika mambo ya kibinguni. Na ili ukaweza kuwa ni mtu ambaye anapimwa na mizani ya kuonekana kwamba ni tajiri katika kiroho, kuna viegezo 10 ambavyo nataka tukaweza kujadili siku hii ya leo. Kwa hivyo makinika tunapoendelea kuangalia kiegezo kimoja baada ya kingine. Kiegezo cha kwanza ni utii wa Yawe. Andiko ambalo tunalolifuatilia ni Kumbukumbu ya Torati 10:28 mstari wa kwanza na wa pili, ambayo inatuambia kwamba ukasikia sauti na ukatenda yale Baba anayokuagiza. Pinde unaposikia sauti ya mtakatifu aliyekuumba, basi wewe unaanza kukua kiroho na unaanza kuwa tajiri wa kiroho. Kwa hivyo basi tunajifunza kwamba utii ni msingi wa mafanikio ya kiroho. Mtu ambaye ni tajiri wa kiroho ni mtu ambaye anasoma neno na ni mtiifu kwa hilo neno. Hakuna mafanikio ya kudumu bila kutii neno la Baba wetu Yawe. Mafanikio ya kiroho lazima ama ni sharti mtu awe ni mtiifu. Na vile vile pia kutii huleta kibali na ulinzi wa Yawe. Kuna mibaraka nyingi ambayo huja kwa sababu ya mtu kuwa ni mtiifu, na vile vile pia Baba akaweza kukulinda. Kigezo cha pili cha kuonyesha mtu anavyozidi kukua katika njia ya kiroho ni mtu kuwa ni mwaminifu. Biblia yasema kwamba katika Luka 16:10, aliye mwaminifu katika lililo ndogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Baba wetu anataka mtu ambaye amekomaa, na mtu ambaye amekomaa ni mwaminifu.
Yawe huwapa majukumu makubwa wale wanaoonyesha uaminifu katika mambo madogo. Na kwa hivyo ikiwa mtu atapewa majukumu makubwa, ni kumaanisha kwamba amekomaa, ana utajiri wa ukomavu ndani yake. Mtazamaji mpendwa, unapofuatilia kipindi hiki, unafaa ujiulize, je, mimi ni mwaminifu katika huduma? Katika huduma ambayo wewe umepewa, je, wewe unaaminika ama bado haujaaminika? Na swali la pili, je, mimi ni mwaminifu katika matumizi ya mali na hata muda? Wewe ambaye ni mtu ambaye anazidi kukua na kutajirika katika hali ya kiroho, unahitajika kuwa ni mwaminifu katika majukumu yote ambayo umekabidhiwa na Roho Mtakatifu. Tunavozidi kuendelea na viegezo vya mtu ambaye anayekomaa na kukua, mtu ambaye ni kufanikiwa katika njia ya kiroho, lazima akubali ni mtu wa kukua. Usizaliwe ukawa kijitoto cha kiroho kwa muda. Kwa hivyo kiegezo kimoja cha kufanya wewe ukakua ni kukunywa maziwa na kujifunza neno. Petero wa pili 3 mstari wa 16 inatuambia kwamba tutamani maziwa yasiyogoshiwa na tukazidi kukua. Muamini aliyefanikiwa haachi kukua. Mtu ambaye ni mfanikifu katika hali ya kiroho huwa anakuwa katika njia gani? Yeye si mtoto wa kupeperushwa hivi na hivi, ni mtu ambaye ana maarifa mengi katika neno. Jambo la pili, unakuta kwamba si lazima ukaombewa, hata na wewe utakuwa muombaji na muombezi. Ni kwa sababu umekomaa, na vile vile imani yako inakuwa kwamba hautegemei imani ya mtu. Yeshua anasema kwamba imani yako imefanya ukapona, na anakuwa vile vile pia katika hekima, vile vile anakuwa katika hali ya tabia njema. Kwa hivyo mafanikio ya mtu lazima awe ni mtu anakanyanga hatua moja kwenda nyingine. Ukosefu wa ukuaji ni dalili ya kudumaa ama hali ya kuduaa katika hali ya kiroho, na isiwe hivyo kwako katika jina la Masihi Yeshua. Kiegezo kingine ambacho kinaonyesha mtu ni mkomavu, ni mtu tajiri katika neno, ni mtu ambaye amefanikiwa katika safari yake ya kiroho, ni hali ile ya kuzaa matunda ya kiroho. Usiwe ni mtu ambaye ni tasa, hazai matunda kamwe. Biblia inasema kwamba katika Yohana 15 sisi ni matawi, na tunaambiwa tawi ambalo huzaa husafishwa likazidi kuzaa. Mstari wa 8 ikatuambia kwamba kuzaa matunda mengi, huko ndiko kunapofanya Baba wetu akaweza kutukuzwa. Yawe anataka tuzae matunda mengi, na matunda yale ambayo tunafaa kuyazaa ni kuhakikisha kwamba upendo unazidi, furaha inazidi, amani inazidi. Haya ni matunda ya kiroho. Uvumilivu, unakuwa ni mfadhili, unakuwa una utu wema, unakuwa vile vile pia ni mwaminifu, unakuwa we ni mpole, unakuwa vile vile pia una kiasi. Mtu anayebadilisha maisha ya wengine kwa tabia yake amezaa matunda. Kwa hivyo kwa tabia yako, kwa mahubiri yako, utafanya watu wengi wakaja katika ufalme, basi utakuta kwamba wewe unazidi kuzaa. Tunapoendelea na viegezo vilivyosalia, ninaomba tukapata tangazo, tukaendelea na kiegezo cha 5. Do you have a concern, feedback, or complaint about our programs or services? At Messianic Voice TV, your voice matters. We are committed to integrity, transparency, and serving you better every day. If you have any complaint or issue, reach out to us directly, share your experience, and let us make it right. Let all things be done decently and in order. 1 Corinthians 14, verse 40. We are here to listen, respond, and improve because you are part of this mission. Contact us today and let your voice be heard. Messianic Voice TV, truth, accountability, and service. Karibu tena mtazamaji mpendwa, tunapoendelea kuangalia vigezo vya
mafanikio ya kiroho, na hivyo kwamba katika hali ya kufanikiwa usifikirie tunapoongea kuhusu mafanikio tunaongea kuhusu na wingi wa pesa peke yake. Mafanikio ni ya kila namna, na kwa hivyo tunaangalia hali ya mtu ambaye amefanikiwa, mtu ambaye ni mtu wa kiroho na kiroho chake kina mafanikio. Na kiegezo cha 5 tunaongea kuhusu utakatifu. Katika Petero wa kwanza 1 mstari wa 15-16, Yawe ni mtakatifu na watu wake wanapaswa kuishi maisha ya utakatifu. Biblia inasema kwamba lazima tuwe ni watu watakatifu, na kwa hivyo mtu ambaye ni mtakatifu ni mtu ambaye kwa hakika anachukia dhambi. Mahali popote palipo na uvundo wa dhambi yeye hataki kukaribia. Mahali popote ambapo watu wanapiga gumzo za kuchochea dhambi yeye hayupo. Na vile vile pia ni mtu ambaye anaishi kwa uadilifu. Akisema jambo anamaanisha kile amesema, akifanya jambo anafanya kwa bidii. Na vile vile pia kuwa ni mtu wa moyo safi. Umesafishwa, ya kale yameisha, umefanywa mweupe kama sufu, umetakasika na uovu wote ukaondolewa. Na mtu mtakatifu ni mtu ambaye anajua ameitwa kama taifa takatifu, na daima dawama yuko tayari kutoa dhabihu za kumfurahisha Baba wetu Yawe katika kumcha, kumwabudu na kadhalika. Kwa hivyo unakuta kwamba viegezo hivi vyote vinavyozidi kuwa vingi ndani yako ni kumaanisha kwamba unaendelea kukomaa, unaendelea kuwa mtu hodari, unaendelea kuwa mtu ambaye hana shaka Yeshua ajapo ataweza kuingia katika uzima wa milele. Kigezo ama kiegezo cha namba 6 ni hali ya mtu kukua katika hali ya kupenda. Na upendo unaopita upendo wote ni upendo wako na Baba wetu Yawe. Na kwa hivyo Masihi alipoulizwa sheria gani iliyo kubwa, tukisoma katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 37 na kuendelea hadi 29, anatufundisha kwamba utampenda Yawe kwa moyo wako wote na kwa mali yako yote na kwa vitu vyako vyote. Na pia akasema kwamba utapenda jirani yako jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. Kwa hivyo mtu ambaye ni mfanikivu ama mtu ambaye amefanikiwa ni mtu ambaye hupenda na anapenda bila mipaka. Bila upendo hakuna huduma haina maana kwa vyovyote vile. Kwa maana imeandikwa kwamba unaweza ukachoma mwili wako, lakini kama hauna upendo ni bure. Unaweza lakini mali hiyo unayoitoa kama hauna upendo ni bure. Na kwa hivyo bila upendo vipawa havina dhamani ama havina dhamana. Kwa hivyo lazima kipawa chako kikakuwa na dhamana pale unapokifanya kwa upendo, si kwa kulazimishwa, ni kwa hiari yako na kwa upendo mwingi. Basi unakuta mtu ambaye ni tajiri anapenda kupenda na anasambaza ule upendo. Maarifa huzaa kiburi. Bila upendo, lile lolote unalolijua aidha kwa Biblia, utajikuta kwamba we una kiburi, unakemea watu wale wengine ukionyesha kwamba we ni bora hata kualiko. Upenda ndiyo kipimo kikubwa cha ukomavu wa kiroho. Yawe alitupenda akamtoa mwanawe wa pekee, na wewe mpende Yawe kwa sababu yeye ndiye aliyekupenda mbele, na majirani zako ukahakikisha kwamba unazidi kuwapenda. Kigezo cha nambari 7, kuvumilia hadi mwisho. Mtazamaji mpendwa, haijalishi vile umeanza, inajalisha vile umemaliza. Waibrania 12 mstari wa 1 hadi wa 2 inatupa mwelekeo huo wa kwamba kuna wale walianza hawakumaliza vizuri, lakini Masihi wetu huanza na akawa nasi katikati na akahakikisha kile ameanza amekimaliza. Ewe dada yangu na ewe ndugu yangu, unapookoka ni safari imeanza. Na kwa hivyo unafaa uendelee mpaka umalizie safari vizuri. Elewa kwamba Waibrania 12 inasema kwamba maisha ya wokovu ni mbio. Na hiyo mbio lazima ukae ukiwa mvumilivu hadi utakapofika mwisho. Katika mbio hiyo na katika mbio hii ya wokovu, changamoto zitakuwepo na ni nyingi, lakini anayevumilia ndiye atakayepokea taji la uzima. Mtazamaji mpendwa, wacheni tuwe wavumilivu hata mwisho. Tutapitia dhiki nyingi, lakini baada ya kuvumilia na mateso yale yote yatakao tukuta ama yamewahi wakuta waliotangulia, walimaliza vizuri.
Kwa hivyo mtu ambaye anahitaji kuonekana ni mtu amekomaa kiroho ni mtu ambaye hakasirishwi na watu ovyo ovyo, kwa wale ambao wanao mkasirisha ama kumchokoza. Tunapoendelea na kiegezo cha namba 8, lazima tukumbatie roho ya utumishi. Katika lesoni ambazo tumekuwa tukijadili, tumeonyeshana kwamba mtumishi ni mtu ambaye anapewa majukumu ama vitu vya mtu mwingine akaweza kuviangalia. Tukapata andiko katika Marko 10 mstari wa 44 hadi 45. Kwa hivyo lazima tuwe ni watumishi waaminifu, watumishi ambao wanaozalisha. Katika ufalme wa Yawe mkuu ni mtumishi. Yeshua amesema katika fungu hilo ambalo nimelitaja, ikiwa unataka kuwa mkubwa wa wengine, lazima ujue kukuwa mkubwa ni kuwatumikia. Na kwa hivyo ukuu ni utumishi. Kiongozi ni anayehudumia wengine. Uongozi mzuri ni ule ambaye unahudumia wengine, na hatimaye unakuta kwamba unyenyekevu huleta kuinuliwa. Wakati ambapo unaponyenyekea ukiwahudumia watu wale wengine, unajipa nafasi ya Yeshua akuone, baba wetu akuone, anaweza akakunyanyua. Yeshua ndiye mfano mkuu wa utumishi. Mbona tukasema hivyo? Ni kwa sababu Yeshua alijitoa mhanga, akafa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Actually Biblia inasema kwamba akafa kifo cha aibu. Lakini baada ya kufa ametupatia nafasi ya kuishi tena kwa utukufu wa jina la baba wetu Yawe. Natumai unanipata vizuri. Niruhusu tukaweza kuingia katika tangazo lingine, na kisha tukamalizia vipengele vya 9 na ya 10. Shalom family. For years, Messianic Voice TV has been a beacon of light, bringing the undiluted word of Yahweh directly into your homes. To keep this fire burning and reach even further, we need you to stand with us. We are calling on all our viewers to support our programs, upgrade our technical accessories, and fuel the mission. Your partnership allows us to move swiftly and deliver Yahweh's work with the excellence it deserves. You can sow your seed today through Lipa na M-Pesa, paybill number 402-647-1, account name, your name, or send directly via M-Pesa to E0720959886, registered under the name Stephen Kamau. As you support the ministry, may you be abundantly blessed for being a pillar of the gospel. Catch us live and stay fed on our Facebook page, Messianic Voice TV. Messianic Voice TV, broadcasting grace and truth. Karibu tena mtazamaji mpendwa, tunapoenda kutia tamati katika hali ya kuongea kuhusu mafanikio. Na mafanikio tunayoyajadili leo ni hali ya kufanikiwa katika njia ya kiroho, na nimekupa vipengele 8 ama vigezo 8 ambavyo vinatusaidia kupima mtu na kuonekana kana kwamba amekomaa. Na kigezo namba 9 kinasema kuleta mabadiliko katika ufalme wa Yawe. Mtazamaji mpendwa, unapobadilika una jukumu la kuwabadilisha watu wale wengine. Na kwa hivyo unajikuta kwamba kitabu kinatushauri katika Mathayo 5 mstari wa 16 kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo maisha yako yanafaa kuleta mabadiliko kwa watu wengine. Na ni jinsi gani unaweza kufanya mabadiliko? Unafaa kujiuliza, je, maisha yangu yanawaleta watu karibu na baba wetu Yawe? Wakikuangalia wanasema kwamba umeokoka kweli kweli, ama umekuwa we ni kizuizi ama kizingiti kwa mlango, unazuia wengine wakaingia. Lakini ninatamani kwamba hali yako ya kukomaa na kuonekana umekomaa, watu wanafuata tabia zako, wanakufuata na wanakuja kufanyika kuwa watoto wa mfalme baba wetu Yawe. Na vile vile pia unafaa kujiuliza, je, huduma yangu inaleta mabadiliko? Mahali popote ambapo umewekwa, kama wewe ni muimbaji, je, huduma yako inaleta mabadiliko? Ukiwa na vigezo hivi, utajikuta kwamba huduma uliopewa inaleta mabadiliko katikati ya wale ambao mnaokaa na wao, ikilinganishwa na nuru inayoangaza gizani. Na Biblia inasema kwamba
hakuna wakati hata moja giza imewahi kuishinda nuru. Je, ninajenga au ninabomoa? Watu wazuri wanajenga, watu wabaya wanabomoa. Na kwa hivyo wewe unafaa kuwa ni mtu ambaye anazidi kufanya yaliyo bora hata na zaidi. Mafanikio ya kiroho huonekana kwa adhari ama kwa aina mbalimbali katika maisha ya wengine. Kwa hivyo kutoa kwako, kuongea kwako, kuwaombea kunaleta mabadiliko. Kwa hivyo mafanikio yaonekane kwamba uliowalea wamekuwa na wameendelea kukua na kukua tena. Na kigezo cha mwisho tunapomaliza kipindi ni kumaliza safari vizuri. Paulo anatuandikia katika Timotheo wa pili 4 mstari wa 7 hadi wa 8 kwamba ameipiga vita, nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Mtazamaji mpendwa, mtu ambaye amekomaa utakuwa kama mtume Shaul. Wakati wako wa kuondoka ukifika, utasema nimepigana vizuri, na zaidi ya kupigana pia nimeilinda imani. Nimelinda imani ambayo niliyoielewa. Kwa hivyo endelea kufanikiwa katika hali ya kiroho ukijua kwamba unapomalizia vizuri kuna uzima wa milele. Kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 21 inasema, vyema mtumwa mwema na mwaminifu. Tamani utakapomalizia upewe maneno hayo ya hongera tamani kwamba umekuwa mtumishi mwema na vile vile pia umekuwa mtumishi mwaminifu. Na hivyo basi siku moja kila muumini anatamani kusikia maneno hayo ambayo tumeyasoma hapo chini. Na kwa hivyo nikikupatia muktasari wa yale ambayo tumeyajadili katika dakika hizo ambazo tumepewa hapa, tumekuta kwamba vigezo vya mafanikio ya kiroho vinaambatana kama ifuatavyo: utii kwa Yawe, uaminifu, ukuaji wa kiroho, kuzaa matunda ya kiroho, utakatifu, upendo, uvumilivu na kuwa mtumishi mzuri. Na mstari ya 9 ikawa kuleta matokeo katika ufalme wa Baba wetu Yawe. Na ya mwisho tukamalizia hali ya kumaliza safari ya imani vizuri. Hivyo tunapotia atamati tutasema kwamba mafanikio ya kiroho hayapimwi kwa utajiri, la hasha. Hayapimwi kwa maarufu, hayapimwi kwa idadi ya wafuasi au cheo ambacho ulicho nacho, mbali kwa uhusiano wa karibu na Yawe kupitia kutii neno lake na kuishi maisha ya utakatifu na kuwahudumia watu wale wengine na kuzaa matunda na kuonekana kwamba wewe ni mwaminifu hadi mwisho. Na hivyo basi tutafute ufalme wa Baba wetu Yawe na haki yake kwanza, na hayo mengine yote tutazidishiwa. Ni kusema kwamba mafanikio ya pesa sio mabaya, hayo mengine sio mabaya, lakini hebu tujipime katika mizani ya kuhakikisha kwamba tumefanikiwa katika kiroho, alafu mambo hayo mengine yaweze kufuatilia. Enda ukijiuliza maswali haya matatu, na swali la kwanza ni kigezo gani kati ya hivi 10 unahitaji kukikuza zaidi? Katika mambo hayo yote ni utiifu, ni hali hiyo ya kumaliza vizuri, ni wapi unafaa kurekebisha? Swali la pili ni nini kinachozuia kufanikiwa kiroho? Utakapoona watu wengine wamesonga, watu wengine wamekaa vizuri, lakini wewe unaona kwa maana kwamba umepungukiwa, lazima ujiulize ni wapi sifanyi ipasavyo. Na ukishagundua ni wapi ufanyi ipasavyo, basi ukaweza kufanya, na bila shaka utakuwa umebarikiwa. Na ya mwisho ni hatua gani utaanza kuchukua wiki hii ili kukua katika kutii, kukua katika uaminifu na kuzaa matunda kwa utukufu wa Baba wetu Yawe. Tunapozungumza hatukuachi hivyo hivyo, tunasema kwamba kile umepokea basi chukua hatua na wewe utakuwa umebarikiwa vilivyo. Hadi tutakapoonana katika kipindi kingine kifuatacho, ni mimi wako SK Ng'ang'a. Yawe akubariki na kukulinda, Yawe akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, Yawe akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani, katika jina la Mwokozi wetu Yeshua Hamashia. Na ni asante sana mtazamaji mpendwa kwa kujiunga pamoja nami, na wale wote waliojiunga pamoja nasi tuwasema asanteni sana. Baba wetu akazidi kuwabariki na kuwanehemesha
neema kubwa na neema ndogo. Asante sana Samuel Kiari na wale wengine wote ambao wamekuwa katika darasa langu. Messianic Voice TV, broadcasting grace and truth.